asubuhi mtazamaji, na kusalimu sana popote pale ulipo na kutumaini kabisa ubuheri wa afya, na mimi niko salama kabisa. Karibu sana katika mkusanyiko wa habari ya magazeti asubuhi ya leo, kwa nami Mpendo Godson, ikiwa leo ni Aprili 30, 2025. Matangazo yetu yanarushwa live kupitia studio zetu zilizopo hapa Njiro, Arusha, Tanzania. Lakini pia endelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika SKF TV, lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Lakini pia kambi yetu ya matibabu jamani, tarehe 12 Mei mpaka tarehe 16 Mei katika hospitali ya Malolo pale Tabora, upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa. Kwa yoyote yule atakayesikia taarifa hii amjuze na mwingine. Nikianza na magazeti asubuhi ya leo, gazeti la Mwananchi hapa habari kubwa iliyopewa kipaumbele ni kwamba mbu hatari sugu wa dawa aingia nchini. Wataalamu waonya madhara yanayokuja, wataja mbinu za kujikinga. Hii ndiyo mbinu. Alivyoingia na alivyobainika, mvua zatajwa, serikali yatangaza mikakati ya kumdhibiti. Habari hii unapata katika ukurasa namba 4. Sasa ukitaka kujua taarifa hii vizuri, nunua gazeti lako la Mwananchi, hiyo habari usoma katika ukurasa namba 4. Huyo mbu hatari ni upi? Rosalini, mkurugenzi mtendaji mpya wa MCL. Lakini pia kilio cha bunge kuhusu umeme, Biteko atoa kauli. Habari hii unapata katika ukurasa namba 3. Wahalifu wa mtandao walivyokwapua shilingi bilioni 5.3. Habari hii unapata katika ukurasa namba 2. Sauti ya Mara hapa wanasema kwamba Elizabeth Msabi atangaza nia ya ubunge wa Tarime vijijini. Ni Mtanzania aliyeamua kurejea nchini kutoka Uingereza alikoishi kwa miaka 20, lakini awa mwanamke wa kwanza kutia nia ya ubunge katika jimbo hilo. Asema ana shauku ya kuwekeza maarifa aliyovuna ugaibuni kwa jamii yake ya asili. Habari hii unapata katika ukurasa namba 5. Mgodi wa North Mara wazindua utekelezaji miradi mikubwa ya barabara na maji. Mgodi wa North Mara wazindua utekelezaji miradi mikubwa ya barabara na maji. Habari hii unapata katika gazeti hili la Sauti ya Mara. Dr. Tandare, mkurugenzi mpya wa idara ya uwekezaji Hyper PLC. Habari hii unapata katika ukurasa namba 4. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii hapa wanasema PM serikali yaandaa sera akili mnemba. Habari hii unapata katika ukurasa namba 2. Siku ya uhuru wa habari ilikuwepo siku ya jana hapa Arusha, ilifanyika kitaifa. Lakini pia wafanyabiashara Kariakoo wadai fidia bilioni 40 ni 50 waliobomolewa na jengo la kupoteza biashara na mali zao, inatokana na uzembe wa ujenzi wa chini kwa chini iliyosababisha. Habari hii unapata katika ukurasa namba 2. TMA yaadharisha mvua kuendelea hadi Jumamosi. Habari hii unapata katika ukurasa namba 2. Lakini pia Tahariri, uaminifu utalinda benki ya ushirika. Habari hii unapata katika ukurasa namba 6. Lakini pia saratani mlango wa kizazi tishio kubwa Tanzania. Habari hii unapata katika ukurasa namba 5. Zanzibar kuanzisha soko la mitaji kuchochea biashara. Msajili vyama vya siasa AG kuburuzwa quarantine. Habari hii unapata katika ukurasa namba 5 katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini pia Tanzania Leo anasema mafanikio ya Samia ya wasomo Afrika ni katika usimamizi wa uchumi wa mapato unaojitegemea baada ya IMF kumkubali nchi za Afrika za chukua uzoefu. Habari hii unapata katika ukurasa namba 2. Samia Legal Aid ya tatua migogoro ya ukatili. Lakini pia CCM yaitunishia misuli ACT Pemba katika gazeti hili la Tanzania Leo. Gazeti lingine hapa, gazeti la Uelekeo, anasema Samia awapa wajasiriamali tabasamu. Ni ujio wa benki ya ushirika, wanena awamu yake haitasaulika. Lakini makala Chadema kugeuka jukwaa la harakati. Gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge, akili mnemba kuundiwa sheria. Hapa ni Majaliwa atangaza mkakati wa utungwaji wa sheria itakayozingatia maadili, sheria na kanuni kwenye sekta ya habari nchini. Aeleza uhuru wa vyombo vya habari unavyopaswa kulindwa kwa vitendo. Habari hii unapata katika ukurasa namba 4. Mstaafu kulipa mafao ndani ya siku 7. Serikali kudhibiti biashara za ujanja janja mtandaoni.
Lakini pia katika gazeti lingine hapa, gazeti la Majira, anasema Marekani yaongeza nguvu vita dhidi ya mpox nchini, lakini yasema msaada huo unaonyesha dhamira ya dhati ya serikali ya Marekani kushirikiana na Tanzania katika kulinda afya wa Tanzania. Habari hii unapata katika ukurasa namba 4. TAKUKURU ya wanoa wahariri kuhusu rushwa uchaguzi mkuu. Habari hii unapata katika ukurasa namba 4. Wazabuni nyanda za juu kusini wanolewa matumizi ya muduli. Habari hii unapata katika ukurasa namba 4 katika gazeti hili la Majira. Mimi sina la ziada katika magazeti ya asubuhi ya leo, na gazeti hilo la Majira ndio mwisho wa magazeti ya asubuhi ya leo. Ni machache ambayo nimekusomea. Nunua nakala yako kisha upitie kile ambacho kimeandikwa asubuhi ya leo. Nikushukuru sana kutenga muda wako wa thamani, endelea kutufuatilia, lakini pia kambi yetu ya matibabu kuanzia tarehe 12 Mei mpaka tarehe 16 Mei, upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kwa matangazo haya, nilikuwa na Mipendo Godson, kutakia asubuhi yenye baraka. Kwa mara nyingine tena, The Theme Qualities Foundation kwa ushirikiano na hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0753 108 944 au 0738 229 449 na 0717531312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.